na furaha ya ukweli ipeleke kwenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Hata kama ukaona anayemcha Allah ni dhalili, ni dhaifu, ni mnyonge, adharauliwa na kila mtu, basi fa'lam, jua kwamba huyu ni bora kwa Allah tabaraka wa taala, na aliyetukuka ni aliyetukuka kwa Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Enyi waja wa Allah, fahamuni kwamba aliyemcha Allah tabaraka wa taala, aliyedumu katika kumcha Allah tabaraka wa taala, basi Allah tampa njia zote za kusalimika na kunusurika madhali amesimama kwenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Fanya ufanyavyo, lakini rudi kwenye taa ya Allah, rudi kwenye ucha Mungu, kwani huko ndipo kuna salama. Ndugu zangu, tumche Allah, tudumu katika kumcha Allah. Inna Allah harrama dhulma ala nafsi wa ja'alahu muharraman baina al-ibad. Anwani ya khutba ya leo tunazungumzia dhulma. Dhulma ni nini? Dhulma tunaigawa katika makundi matatu. Dhulma tunaigawa katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni dhulma ya mtu kujidhulumu yeye mwenyewe. Ni dhulma namba moja. Lakini kuna dhulma ya mtu kumdhulumu mwenzake. Na dhulma ya tatu ni dhulma baina al-'abdi wa rabbih, mja kumdhulumu Mola wake. Sasa hii dhulma ya mtu kujidhulumu mwenyewe nafsi yake, basi kwa upande fulani tunaweza kuona kwamba ina uwepesi, kwa sababu akipata nafasi ya kutubia kwa Mola wake, basi amesamehewa na Allah na mambo yamekwisha. Ama dhulma ya mja kumdhulumu mwenzake, basi dhulma hii la yusmah, haisamehewi mpaka asamehe almadhlum, yule aliyedhulumiwa. Na ama dhulma ya kumshirikisha Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hakika Allah hamsamehi mwenye kumshirikisha, na atasamehe wale wenye madhambi wote kwa namna anavyotaka, lakini si mwenye kumshirikisha. Na kama unataka msamaha wa Allah, basi ukiwa hai hapa, achana na shirki, rudi kwenye taa ya Allah, mpwekeshe Allah upate kusalimika. Enyi waja wa Allah, tusimame katika mstari wa kumcha Allah tabaraka wa taala. Mara hutuba zilizopita tumeweza kueleza watu aina mbalimbali, tukatoa mifano kuhusu watu walivyokuwa wakionyesha uchamungu, na Allah akalinda ule uchamungu wao, akalinda kwa uchamungu wao, akalinda familia zao, mpaka waliokufa bado watu wananufaika, watoto zao wananufaika kupitia ule uchamungu wao. Na leo tunaangalia wenye kumtegemea Allah tabaraka wa taala, huwa anawalinda kwa kiasi gani. Ukimtegemea Allah tabaraka wa taala, huwa Allah anakulinda kwa kiasi gani. Tumefika zama ambayo ni mbaya mno mabwana, tumefika zama ambayo ni mbaya mno. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Ukimwambia mtu zama tulionayo kwamba hiki unachofanya ni kibaya, basi waonekana mbaya wewe, unaonekana wewe ndio mbaya. Hata kama uko kwenye haki unaonekana mbaya, lakini hivyo usichoke kusimamia haki, kwa sababu aliye kwenye haki yuko salama na yuko kwenye mstari uliosimama, ulionyoka, yuko pamoja na Allah tabaraka wa taala. Tunamuona mzee Abu Talib. Mzee Abu Talib, baada ya mfalme Abraha baada ya kuchukizwa na kitendo cha Mwarabu mmoja kwenda kula akachafua nyumba yao, kipindi hicho Abraha ameona ghere, ameona usda, ameona wivu, kuona watu wanaenda Al-Kaaba pale kufanya ibada, wanaenda Al-Kaaba kufanya ibada, akaona atengeneze majengo yake kule na atangazie watu wanaenda kule kufanya ibada. Mwarabu mmoja akaona hili si sahihi, akaenda kule akafanya alichokifanya, na ile mfalme kwa jeuri akasema mimi ninaenda kulipiza kisasi, na kisasi kile ni kwenda kuibomoa Al-Kaaba moja kwa moja, ili watu wakose pa kwenda kutufu, wakose pa kwenda kuhiji, ili wao wanakuja kwangu. Basi kilichofanyika ni kwamba aliondoka na jeshi lake, jeshi lilochanganya binadamu,
ndovu. Basi walipofika kwenye kilima, wakatuma wajumbe watoe taarifa kwamba mfalme anakuja kulipiza kisasi kwa sababu ya mtu wenu alotoka hapa akaenda kule akachafua nyumba yake, nyumba yao ya ibada. Kwa hiyo yeye amekuja kulipiza kisasi. Watu wa Maka, mnapewa taarifa, mpande milima, mpishe vita ya mfalme. Hataki kumuua mtu, yeye shida yake ni kuibomoa hii nyumba. Lakini wajumbe waliotumwa walipofika pale, wakafanya na ya kwao, wakachukua na wanyama na nini wakapanda nao. Mzee Abu Talib alichokifanya, yeye akawafuata kule mlimani. Anaulizwa na mfalme Abraha, unasemaje, umekuja kuomba msamaha au umekuja kufanya nini? Akamwambia hapana, sijaja kuomba msamaha, ila bali nimekuja wajumbe waliowatuma basi wamechukua na wanyama wetu, wakazoa vitu vyetu. Kwa hiyo nilichokuja kutetea nini ni wale wanyama wetu ambao wamewachukua. Mwangalie mzee Abu Talib, hakuwa katika dini ya Uislamu, kwa maana ni kwamba wakati huo dini hakuna, watu wanafuata mila tofauti. Kulikuwa kuna ushirikina pale, wengine wanafuata mila ya Nabii Isa, wengine wanafuata mila ya Kiyahudi. Lakini pamoja na kuwa hawakuwa na dini, kile kitendo cha kusimama akamsema namwachia Allah kilitosha, na Allah akafanya la kufanya. Mfalme alishangaa sana. Badala ya kutetea nyumba yenu yenye thamani ambayo inaingiza kipato, ambayo mnaabudu miungu yenu, mnakuja kutetea wanyama. Yule mzee alijibu kwa msimamo mmoja, akamwambia hawa wanyama ni wa kwangu mimi na hii nyumba ina mwenyewe, tunamwachia mwenyewe. Hilo ndio neno alilosema ile mzee. Tunamwachia mwenyewe mwenye nyumba yake. Mimi natetea wanyama wangu na nyumba itatetewa na mwenyewe. Kilitokea nini? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baada ya kushuka mzee tu akamwambia chukua wanyama wako ondoke. Mzee akashuka. Baada ya kuondoka, subhanallah, ndio wanajiandaa sasa jeshi, twende tushuke kilima kwenda kuharibu kila kitu. Wanamwamrisha ile ndovu kwanza anaongoza msafara kwenda kubomoa. Ndovu hataki kwenda, ndovu hataki kuondoka. Hebu tujaribu ndovu wa pili. Namba 2 anapewa amri aondoke, hataki kwenda mbele. Hebu jaribu kumrudisha nyuma. Wakiwageuza kuelekea nyuma wanaondoka, wanarudi nyuma. Basi washakubali kupeleka mbele, hawataki kwenda. Hapo Allah tabaraka wa taala akateremsha jeshi lake kwa kauli aliyosema Allah tabaraka wa taala akisimulia, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Akimwambia mtume, ikiwa watu wanafanya majeuri, wanafanya wababe, wanafanya wakorofi, hawaoni nilivyowafanya watu wa fil, watu wa tembo, wanajal kaidahum fi tadlil, wanapokuwa wamejizatiti, wana silaha za kutosha, wana jeshi la kutosha, mandovu yaloshiba kwenda kubomoa al-Kaaba. Lakini kilitokea nini? Allah waambie, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hamkuona Allah tabaraka wa taala, hamkuona Mola mlezi wenu alivyofanya kwa watu wa fil, watu wa tembo? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hakufanya vitimbi vyao, vita yao vikaoni vyenye kudhalilika hapo kwa hapo. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kwa rehema yake ya kuihurumia nyumba yake na msimama alionyesha mzee Abu Talib kumwachia Allah nyumba yake, akamwambia simama Mola wetu katika kwa kuitetea nyumba yako. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kateremsha jeshi la ndege ambao walikuwa kila ndege ana vijiwe vitatu, kimoja anakishika mguu mmoja, kingine anakishika mguu mwingine, kingine anakiweka mdomoni. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Wakadondosha yale majiwe vijiwe vidogo, lakini fajalahum ka'asfin ma'kul, vikapiga mpaka ikawa hakuna kinachoweza kujulikana pale kwa ndovu wala kwa binadamu. Yani ilifika hatua huwezi kufahamu huu mfupa wa binadamu au huu mfupa wa ndovu. Kumesagika, fajalahum ka'asfin ma'kul, mpaka ikawa kana kwamba ni majani yaliyotofunwa kabla ya kumezwa alafu yakatemwa. Huwezi kujua jani la mti fulani ni jani la mti fulani. Hapa tunajifunza kwamba tumtegemee Allah tabaraka wa taala.
Nichukue mfano mmoja wa watu ambao tunawajua. Huyu mzee Allah amhifadhi sana, ampe kheri nyingi na baraka nyingi. Namkumbuka mzee wangu mmoja ambaye nisikumbuki alikuwa anahojiwa kwa kitu gani. Mzee Asad alikuwa CAG miaka 3-4. Siku moja wanamhoji waandishi, wakamuuliza iki, wakamuuliza kile, lakini walipofika mwisho kuna swali walimuuliza, akamwambia namwachia Allah. Kwa hapo namwachia Allah. Haya ndo maisha ambayo sisi tuwe nayo. Haya ndo maisha ambayo sisi tuwe nayo. Yaani kwa mahma kana, vyovyote itakavyokuwa, lazima uwe na akiba ya Allah tabaraka wa taala. Yawe ni mafanikio, Allah awe ndani yako, kwani kullu yusibana illa ma kataba Allahu lana. Allah tuambia, waambie halitokupateni lolote isipokuwa lile alilokuandikieni Allah tabaraka wa taala. Enyi waja wa Allah, sisi kurudi kwa Allah, usikae ukajiamini na ukatosheka ukajitosheleza. Mwanadamu hajitoshelezi hata siku moja. Iangalie Qur'ani ilivyotuweka. Ukisoma Qur'ani, Allah tabaraka wa taala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Iangalie vizuri hii aya, iangalie hii vizuri. Enyi mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, qu anfusakum wa ahlikum nara. Enyi mlioamini, okoeni nafsi zenu na watu wenu na moto. Sasa hapa kwa akili ya kawaida sisi ndo tushaamini na Allah ametutambua kama tumefanya. Tumeamini, sisi ndo tumeitwa wenye imani. Na watu wa imani si ndo Allah anawapenda. Ku anfusakum, tujiokoe nini wakati sisi tushaamini? Lugha ya kawaida unaona kana kwamba haya yalifahambiwa nani? Kafiri. Lakini Allah anatujua imani ya muumini huwa haisimani moja kwa moja, huwa yazidu wa yanqus. Imani huwa inapanda na kushuka. Ahyana nimepanda, ahyana nimeshuka. Ndivyo imani zetu zilivyo. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala atutaka sisi, qu anfusakum wa ahlikum nara, okoeni nafsi zenu pamoja na kuwa na imani. Mshamwamini Allah tabaraka wa taala, akatuwekea vitu ambavyo vio vinatuwekea ulinzi. Vio vinatuwekea ulinzi katika kuzimarisha zile imani zetu. Kwa sababu nafsi, inna nafsa la amaratun bisu, nafsi imeumbwa ni yenye kutaka ubaya, ndio maumbile yake. Nafsi kawaida yake ni yenye kuamrisha mabaya. Nafsi kawaida yake ni yenye kutamani. Nafsi kawaida yake ni yenye kutamani vya watu. Kwa nafsi imekaa kidhulma, lazima nafsi uilinde wewe mwenyewe. Uilinde wewe mwenyewe. Sasa hivi leo ukimwambia mtu uone nafsi zetu zilivyo na ulimwengu tulionao, mtu anataka kudhulumu, mtu kakudhulumu, ukamwambia mche Mwenyezi Mungu, yaani kumwambia nimemwachia Mungu, nikana kama mwambia basi nimekupa. Ndio ulimwengu tulionao. Yaani ukimwambia mtu namwachia Mungu, kama umempa vile, yaani ndio mtu anaona kana kama mwambia nimesamehe, chukua. Ambavyo kwamba hii ndio ilifaa mtu aogope zaidi akiambiwa nimekuachia kwa Allah, nimemwachia Allah. Lakini sisi leo mtu akikwambia nimemwachia Allah ndio sawa sana kuambia basi chukua. Na mtu achukua bila wasiwasi, tena hapo ndo kabisa kana kwamba umempakia halali, tena umemfungulia mlango bila masharti. Hofu imeondoka. Dhulma zimekuwa ni vitu vya kawaida. Twadhulumiana sisi kwa sisi. Leo shirki imekuwa ni kitu cha kawaida sana. Ukipewa taarifa watu wanavyomshirikisha Allah tabaraka wa taala, subhanallah, mpaka wale ambao tutegemea wao ndo angelifaa kuwaongoza wenzao, waongoza wao katika kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Tunamwomba Allah tuhifadhi na turuzuku mwisho mwema. Enyi waja wa Allah, turudi katika taa ya Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kila atakayemcha Allah tabaraka wa taala, Allah anamwahidi atampa njia zote za kunusurika na kusalimika. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, kama kinachokukimbiza wewe ni riziki, ni maisha kuwa magumu, unadhulumu kwa sababu maisha yako utaiweka wapi? Utaishije? Utakula nini? Allah anakuahidi endapo utamcha Allah yeye mwenyewe, yarzuquhu min haythu la yahtasib, atakuruzuku kwa njia ambayo ulikuwa huitegemei. Atakuruzuku kwa njia ambayo ulikuwa huitegemei. Tena waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, anasema atakayetawakkali kwangu akanitegemea mimi nitamtosheleza.
Kwa nini? Inna Allaha balighu amri. Allah tabaraka wa taala yeye ana uwezo kufikisha jambo lake kokote anapotaka. Allah tabaraka wa taala ana uwezo kufikisha jambo lake kokote anapotaka likafika. Likawa kama alivyotaka. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Kwani Allah tabaraka wa taala kila jambo alishalikadiria. Enyi waja wa Allah, wallahu a'lam bi'a'daikum. Fahamu wakati wewe unakimbia, unamwacha Allah, unatafuta kwingine, unatafuta njia zingine kwa sababu fulani kakudhulumu, kwa sababu fulani kafanya jambo fulani, wallahu a'lam, tena katumia a'lam, Allah amjua zaidi huyo anayekudhulumu, anayekufanyia ubaya, Allah amjua zaidi wewe, Allah anamjua zaidi huyo. Wallahu a'lam bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Asema yeye atosha kuwa ni wali, kuwa ni msimamizi, atosha yeye kuwa ni mlinzi. Tumtegemee Allah tabaraka wa taala, wa kafa billahi nasira, na atosha Allah tabaraka wa taala kuwa ni mwenye kumnusuru mja wake. Enyi waja wa Allah, tunaambiwa wa'mur ahlaka bis-salat. Leo kitu kilichopotea katika maisha yetu ni kutegemea Allah tabaraka wa taala. Imepotea katika maisha yetu usimamizi wa sala katika familia zetu. Allah atambia wa'mur ahlaka bis-salat, amrisheni watu wako kusali. Enyi ndugu, familia zetu hawasali. Sisi tunakuja msikitini peke yetu, watoto wetu hawasali, wake zetu hawasali, jamaa zetu hawasali, lakini Allah atambia wa'mur ahlaka bis-salati. Kwa nini sala? Kwa nini sala? Awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Jambo la kwanza atakalohesabiwa nalo mja mbele ya Allah tabaraka wa taala ni sala. Ikiwa sala itakuwa imetimia, basi mja huyu ameokoka na amesalimika. Na infasalat, kama sala itakuta ina mapungufu, atakuwa mja huyu ameangamia, amepata hasara. Sasa mtihani unaokuja ni dhulma ambazo sisi tunazifanya kwa watu wetu, dhulma tunazifanya kwa familia zetu. Tuachukua fursa sisi kufanya ibada peke yetu sisi, tukajaa misikitini sisi, mpaka swala ya subhi ukaja wewe, huna hata fursa ya kuuliza nyumbani kama wameswali. Tena sio kutauliza tu kwa uzembe, mpaka inafika tu mtu anaogopa hata kuuliza, kumuuliza mke wangu umesali. Hii ni dhulma tunafanya. Hii ni dhulma tunafanya. Simama kama baba kwa familia yako, kuanzia mkeo na wote walio chini yako, kuhakikisha ile ibada ya Allah tabaraka wa taala inasimamiwa vizuri. Uwe na ujasiri wa kuhakikisha la Allah linatimia kwanza kabla ya jingine lolote. Uonyeshe hasira na chuki pale mtu anapokuwa amemwasi Allah tabaraka wa taala. Utakuwa umetenda haki na Allah atakuwa pamoja nawe. Tunakwama kwenye mambo yetu mengi kwa sababu sisi tumejaa dhulma wenyewe. Tumejaa dhulma wenyewe. Hatuwezi kusimamia la Allah, na Allah anakataa kusimamia mambo yetu. Tunaomba dua hazikubaliwi kwa sababu sisi tumejaa dhulma. Tusimamie mambo ya Allah tabaraka wa taala. Tusimamie amri alizotuamrisha Allah tabaraka wa taala kuanzia kwetu sisi wenyewe na kuwasimamia walio nyuma yetu. Ndio nasikia quru anfusakum, okoeni nafsi yako wewe kwanza, wa ahlikum, na watu wako. Kitendo cha kutofanya hivyo ni dhulma, wadhulumu wale. Wa ahlikum nara, waokoe na moto, waqudha an-nas wal hijara. Lakini angalia alipokuja kwa kafir, la ta'tadhiru al-yawm ya ayuha alladhina kafaru la ta'tadhiru al-yawm. Kumbe kafiri wewe sasa hivi huwezi kumcheka wewe kwa sababu hujui hatima yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, ama mtu aweza akafanya mambo mabaya mpaka akabaki yeye kuingia motoni kama shibri moja yeye baina yake na moto, na akafanya jambo moja jema likafuta yote yale, afa akawa ni mtu wa peponi. Huwezi kumcheka. Ndio maana Allah anawasibisha huko, akwambia la ta'tadhiru al-yawm, anakuja kuambia msilete udhuru leo, siku ya kiyama huko. Kwa hiyo wewe pambana na wala usikae ukasema kuna watu hapa wafanya ibada, akwambia makafiri wangapi hapo, mpaka Mungu aje kunichoma mimi, mpaka Mungu aje kunichoma mimi. Angalia makafiri wangapi, wanaodhulumu wangapi, wanaodhulumu wangapi. Acha ndugu yangu, tafuta hatima njema, tena kwa kuiomba na kuibembeleza. Tafuta hatima njema,
tena kwa kuiomba na kuibembeleza kwa Allah tabaraka wa taala. Usiangalie fulani afanya nini, kwanza okoa nafsi yako, okoa familia yako, alafu amrisha watu mema na ukatazi mabaya. Haya ndio tuliofundishwa na Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Qur'ani bali inatuonyesha kwamba sisi hatukamiliki moja kwa moja. Hatukamiliki moja kwa moja kwa jamii. Mtu wa imani nasubiri kuingia peponi, imani yako inabidi uilinde. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia jaddidu imanakum, zifanyeni imani zenu kuwa mpya mara kwa mara. Fakaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, vipi tuzifanye imani zetu sisi kuwa mpya? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ikthiru min dhikri la ilaha illa Allah, kithirisheni kusema neno la ilaha illa Allah, linasafisha moyo na kufanya imani ya mja kuwa mpya. Kwa hiyo Allah atuambia tubu ila Allah, ashatuita wenye imani. Kwa nini atuambia tubu wakati sisi tuna imani? Kwa maana ni kwamba sisi ni wakosa, sisi ni watu wa kuteleza. Sisi ni watu wa kuteleza, unateleza hapa, unateleza hapa. Anakumbusha Allah tubu ila Allah, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah. Anakuita kwa jina la imani, lakini kisha anakuambia tubu ila Allah, tubia kwa Mola wako. Tunajifunza kwa nani hii? Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe kwa nafsi yake atuambia ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh, tubuni kwa Mola wenu na muombe msamaha. Fa inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi yawmin 100 marra. Mimi mtume wenu natubu kwa Allah tabaraka wa taala kuomba msamaha kwa siku mara 100. Ibadallah, barakallahu fikum بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن جاهد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس اعلموا أن الدنيا دار الفناء وما لها إلا الزوال وكل من عليها فان. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. واعلموا أن الدنيا دار الفناء وما لها إلا الزوال وكل من عليها فان ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الدنيا تتهدون وتتقلب ولا يدوم لها حال. الدنيا كالسوق انفصل فمن فض رابح فيه الرابحون وخسر فيه الخاسرون. فما أسعد عبدا طلقها وأقبل على رب العالمين. فما أشبع عبدا نزعت من قلبه الرحمة فشفقت فسلك فيها سبيل المجرمين وفارقها وجميع الخلق عليه ساخطون. فاتقوا الله عباد الله وصلوا وسلموا على يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وارض اللهم عن الخلفاء منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم لي ولكم، واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزد لكم ولذكر